Hii ni K-News habari. Wazee mkoani Mbeya wameiomba serikali kuendelea kutoa elimu ya bima ya afya ili kuwasaidia wananchi wote kwa matibabu. Wakizungumza katika semina ya bima ya afya iliyofanyika Mbeya mjini kwa kuongozwa na shirika la NHIF, wazee hao wamesema bado elimu inahitajika kwa wingi. Ni taarifa njema ya mpango wa kujitibu kabla hujaugua, kuandaa mazingira ya kutibiwa kabla hujaugua. Ni kweli ni jambo la kulifurahia, isipokuwa ni kwamba ni namna gani linawafikia mpaka wale watu wa chini. Leo tumepata elimu tulioipata hapa ni kwa kiasi na inahitajika nguvu kubwa sana. Sisi kama ni viongozi wa makundi au wa taasisi au wa jamii, tuna kazi vile vile ya kwenda kuwajulisha wa jamii zetu juu ya hili swala la kuchangia kwa ajili ya matibabu, kwa sababu watu walikuwa nadhana labda potofu kwamba matibabu ni bure, kwamba basi yani atakuwa akiugua tu anakwenda. Sasa hili swala unapomwambia kwamba kuna kuchangia tena inamkanganya. Sasa tena matibabu yanakujaje kwa bure? Lakini ni bora ikawa hivyo, kwa sababu unaandaa mazingira utakapokuja kuumwa, yani haina shida. Unajikuta ndio ule utaratibu ule wa kutibiwa bure unakuja, kwa sababu unachangia, si sawasawa na gharama ambazo au maradhi atakayoweza kupata. Kwa hiyo mimi kwanza nashukuru serikali kwa jinsi ambavyo imeweza kuanza na kupitisha mpango huu, kwa sababu tunajua afya ni mtaji. Kwa hiyo bima ilivyofika ina maana kuwa itawasaidia sana wakina mama, kwa sababu ukienda hospitalini wanaokuwa wengi ni wakina mama. Ina maana wanapoteza muda mwingi kuuguza, aidha ataugua yeye, ataugua mtoto au ataugua baba. Kwa hiyo mama atakuwepo hospitali wakati wote, na wakati huo yeye sasa hawa wanapougua ina maana kwa atafute kwa akili yake jinsi ya kulipia matibabu. Lakini tukiwa na bima ya afya ina maana hata ule muda wa kutafuta kuhangaika unapungua, kwa hiyo muda wa kufanya kazi unaongezeka. Kwa hiyo ule mtaji ambao unaishia kwenye afya, kila siku unatoa, unaenda kukopa kwenye vikopa vya kausha damu ili uweze kuuguza mtoto. Sasa utakopa mara moja, lakini muda mrefu utakaa ufanye kazi. Kwa sababu huko nyuma tulikuwa tunafia majumbani, unashindwa, huna hata sentana, hata kwenda hospitalini unashindwa. Naona kwa leo hii Mungu atatusaidia ili kwa kwenda hospitalini kwa sababu ya bima hiyo. Bima ni kitu cha muhimu sana. Na pamoja na hayo, elimu tumeipata leo, lakini bado huko vijijini. Naitwa Padre Daudi Sichenga kutoka kanisa Anglikana, lakini niko hapa kuwakilisha CCT. Mpango ni muda mwafaka. Naamini ninachoomba tu serikali iwekeze nguvu kwa ajili ya kutoa elimu, kuanzia watu wa umma, taasisi za dini, taasisi mbalimbali zote ziweze kufikiwa na hii elimu. Maana elimu ikishafika, jambo hili litakuwa ni jepesi, watu watajiunga na bima ya afya. Isaya Mwasubila, mganga mkuu wa halmashauri ya jiji la Mbeya, amesema namna ambavyo watawafikia zaidi wananchi ili kuwapatia elimu juu ya bima ya afya kwa wote. Faida kubwa ya bima ya afya kwa wote ni kwamba ni rahisi mwananchi kuipata huduma eneo lolote anapoishi, lakini pia ni kuboreshaji wa huduma. Tunataka huduma pia iwe bora zaidi. Na katika swala zima hili ya utekelezaji kutakuwa na vifurushi vya aina mbili. Kuna vifurushi vile ambavyo vya mwananchi wa kawaida kadri ya uwezo wake alivyo anavyoweza kugharamia, lakini pia kuna vifurushi ambavyo vitakuwa zaidi ya tunasema huduma za ziada. Kwa itakuwa ni chaguo la mwananchi ajiunge na kifurushi kipi. Tutachokifanya katika utekelezaji wa siku ambazo Mheshimiwa Rais amezitoa ambazo ni siku 100, na sisi tunaamini tunataka tuzifikie siku kabla hata deadline, iwe kila mwananchi ameshaelimika. Kwa tutachokifanya ni kukasimu mamlaka katika ngazi za kata kutoka NHIF nyanda za juu kusini kupitia kwa wataalamu wetu, lakini pia kwenda hatua kwa wahudumu ngazi ya jamii. Hao wahudumu ngazi ya jamii
tutawaelimisha, tutawaambia content namna gani ya kutoa elimu kwa wananchi ambao pia hawana uelewa juu hili, ili elimu iwafikie hata walioko vijijini, hata walioko nje kabisa na huduma zetu hapa, ili kufikia hizo siku 100 awe kila raia, hasa hususan wakazi wetu wa jiji la Mbeya wameshaelimika. Kwa hiyo tutachokifanya, tutawaelekeza namna usajili utakaofanyika. Tumeeleza kwa kirefu hapa, lakini tutaiweka lugha rahisi ili wananchi wote wapate kuelewa. Hata hivyo, Luteriot Kilimba, meneja wa mfuko wa taifa wa bima ya afya mkoa wa Mbeya, amewataka wananchi kujitokeza kwa wingi kujiunga na bima ya afya kwa wote. Waweze kujiunga wananchi, ndeni mwisho wa siku waweze kupata huduma za matibabu bila kikwazo cha fedha au hali yoyote alionayo mwananchi. Imeweza kuongeza bajeti kubwa sana ya dawa, kwamba mwananchi akishajiunga awe na uhakika wa matibabu na dawa na vifaa tiba kuanzia kwenye ngazi ya zahanati mpaka level ya juu kabisa za taifa kule. Kwa hiyo bajeti zimeongezeka, na kama ulivyosema, hata mwakilishi wa UNCD alikuwepo hapa, amehakikishia kwamba upatikanaji wa dawa haitakwenda kuwa tatizo tena kama ambavyo ilikuwa pengine hapo awali. Huu wa bima ya afya kwa wote, kila Mtanzania anapaswa apate huduma stahiki kulingana na hitaji la tatizo lake la kiafya alilonalo. Kwa hiyo tutegemee yoyote ambayo alikuwepo changamoto huko yamepunguzwa kiasi kubwa sana, kuangalia dhamira njema ya serikali hii ambayo imeweza kuanzisha mpango huu. Kwa upande wake, katibu tawala wilaya Mbeya Mohamed Azizi amesema bima ya afya kwa wote inapaswa kutolewa kwa kila Mtanzania. Kwa wote, lengo lake ni nini? Nani anataka kuelimishwa hili? Tumezungumza hapa kila mtu, kwa maana ya mwananchi, mzee wa miaka zaidi ya 60, mzee si wa hiki, lakini tumezungumzia hapa watoto wa chini ya miaka 5. Haya yote tukiyasema kwa ufasaha, na nani anayasema? Mimi nataka niwaambieni, hata wiki 2 mtashangaa namna ya watu watakavyojiunga, lakini uwasilishaji wake ndio jambo la msingi. Kwa hiyo mimi niwaombe tu, sisi wote tuliozungumza humu ndani, kuna haja kubwa sasa ya kuandaa vikao kwa ajili ya watendaji wa mitaa na watendaji wa vijiji na mijiji, lakini pia kuna haja ya kuandaa vikao ya wenyeviti wa serikali za mitaa na vijiji. Kuna haja ya kuandaa vikao ambavyo vitawagusa madiwani, kwa sababu hao ndio wenye watu wote. Sisi hapa tunazungumza, lakini ukweli mwenye watu hapa yuko diwani pale ambaye mwenyekiti wa kamati, yuko diwani hapa ambaye ni meya. Hapa ukizungumza, sisi tutazungumza juu ya watumishi wetu. Tuna watumishi ni wachache sana kuliko wananchi ambao tunao. Lakini kuna hoja kubwa, mimi naomba niwasilishe. Kwanza tumshukuru Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan kwa hili aliloliamua, kwa sababu ni msaada mkubwa kwa Watanzania. Sisi kwenye ofisi yetu hapa tuna kero kubwa ya kila mtu kuja kulalamika namna ya kupata matibabu. Na sisi tuna kazi kubwa kuandika barua kila siku kuomba msamaha, kumsaidia mtu atibiwe. Sasa hii maana yake ni fursa ya kutatua hayo matatizo. Kwa hiyo lazima tutafute namna bora zaidi ya kuwaambia hao Watanzania ili waingie kwenye huo mfumo, kujilipia kabla hajaumwa ili aweze kwenda kutibiwa. Namna ya kumshawishi kuitoa fedha yake mtu akailipie. Lazima tuwe na taaruma hiyo. Hiyo sio ya kwenda kusoma darasani. Ni hoja ya kutengeneza kweli kweli kwa watu washawishiki kufanya hilo, kwa sababu ni faida. Tukijiunga wa kutosha, hata gharama sasa za matibabu zitaendelea kupungua. Sasa kuna haja kubwa ya kutoa elimu ya msingi. Dr. Samia Suluhu Hassan na serikali yake kuliamua hili sio masiara, ni jambo gumu kuliamua, kwa sababu unapoamua Watanzania wako zaidi ya milioni 65 na wanakwenda 70 sasa. Mimi naweza kusema milioni 70 na zaidi, kwa sababu ni muda mfupi tunaendelea kuzaliana. Hawa wote wanahitaji matibabu. Hawa wote wanahitaji afya bora. Na afya bora ndio msingi wa maendeleo ya taifa lolote. Bila kuwa na afya hakuna kingine chochote zaidi ya kuwa maskini. Kwa sababu mtu akiumwa, anayeumwa na anayeuguzwa ataendelea kuwa maskini, kwa sababu fedha zote ataendelea kutoa wapo. Lakini tukipata bima ya afya hii ambayo tunakwenda kuisimamia, itasababisha mtu asihangaike kutafuta, kwa sababu ana bima afya itaendelea kumtibu huko akiendelea kuimarisha afya yake kwa ajili ya kwenda kujitafutia kipato chake. Ikiwa ni siku chache zilizopita, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan atoe siku 100 za kuhakikisha elimu inaendelea kutolewa juu ya huduma ya bima ya afya kwa wote nchini. Sasa ni siku 80 zimepita licha ya elimu kuzidi kutolewa katika maeneo mbalimbali nchini. Mimi ni Ezekia Mtewere kutoka hapa K News 24. Hii ni K News habari.